Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adamu Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Urusi itaikomboa Donbas na maeneo yote ambayo inashikilia kwa njia ya kijeshi au njia zingine. Rais huyo amesema kwamba iwe kwa lazima au kwa kutumia njia za kidiplomasia, lazima maeneo ya Donbas yawe mikononi mwa Urusi, kwani tayari wameshayakomboa, lakini bado kuna baadhi ya wanajeshi wa Ukraine waliopo katika maeneo hayo wakiendeleza mapambano dhidi ya kutaka kuyateka maeneo hayo. Rais huyo wa Urusi alisema kuwa maeneo yanayodhibitiwa na Kiev yatakombolewa ama kwa njia za kijeshi au kwa kuondolewa kwa vikosi vya Ukraine na kukomesha mauaji huko. Ama tukomboe maeneo haya kwa hatua za kijeshi au wanajeshi wa Ukraine waondoke wenyewe, watajua wao, lakini lazima tu yakomboe, amezungumza rais huyo wa Urusi. Amesema wanajeshi hao lazima wataondoka katika maeneo haya na kuacha kuua watu. Kinachofanya tuendeleze operesheni hii kutokana na wanajeshi wa Ukraine kuamua kudhibiti baadhi ya maeneo na kuwa raia wasiokuwa na hatia. Lazima tuhakikishe tunakomesha mauaji haya, alisema Putin. Putin alisema hayo katika mahojiano na gazeti la India Today. Jamhuri ya watu wa Donetsk DPR na Jamhuri ya watu wa Luhansk LPR hazikutaka kuwepo ndani ya Ukraine na zilieleza hayo katika kura ya maoni. Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema, "Tuliwaambia mara moja wanajeshi wa Ukraine, watu hawataki kuishi nanyi, walitoka kwenda kwenye kura ya maoni na kupiga kura." Putin aliongeza, Urusi ilijaribu kujenga uhusiano kati ya Jamhuri ya Donetsk na Jamhuri ya Luhansk ya Ukraine na Kiev haikutambua, rais alisema, akibainisha kuwa Kiev ilikataa kuondoa wanajeshi wake kutoka katika Jamhuri za Donetsk na Luhansk baada ya kura ya maoni ikipendelea kupigana. Nasi tukaamua kuingia kwenye operation maalum ya kupambana na majeshi ya Ukraine. Kutafuta suluhu ya hali ya Ukraine ni kazi ngumu, Rais Putin alisema. Ni kazi ngumu, ni mission ngumu mno, Putin alisema katika muktadha wa majadiliano ya mzozo wa Ukraine. Aliita kufikia makubaliano kati ya pande zote kuwa ni kazi ngumu kutokana na kwamba upande mmoja hasa wa Ukraine umekuwa ukipata maoni tofauti kutoka katika mataifa ya magharibi ambayo mara kadhaa yamekuwa yakitaka mapambano wakati wote. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema uwezekano wa kumalizika kwa vita kati ya Urusi na Ukraine unawezekana, lakini kutokana na changamoto ambazo zinaonyeshwa katika upande wa Ukraine, hasa kukubaliana na mipango ya watu wa magharibi, kumesababisha vita hivyo kuendelea kwa muda mrefu. Tangu mwaka 2022 vita hivi vingeweza kumalizika, anasema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin, na anasema kusingekuwa na uwezekano pia wa Urusi kuanzisha operesheni hii ya kijeshi, lakini ni watu wa magharibi walioleta hali hii. Utawala wa Trump unachukua dhamira ngumu katika kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Utawala huu umechukua jukumu hili kuhakikisha mzozo huu unaisha, lakini kazi hii inakuwa ngumu kwa sababu ya watu wa magharibi ambao wameapa kwamba wataendelea kuilisha silaha Ukraine ili pambane na Warusi. Hii ni kazi ngumu na dhamira ngumu ambayo Trump ameichukua. Ni ngumu, nasema haya bila kejeli yoyote, Putin aliongeza. Putin aliongeza kusema kwamba katika mvutano wake na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner, kulikuwa na maswali kuhusiana na mapendekezo ya Marekani ambayo Moscow haikukubaliana nayo na pande husika zilijadili. Anasema Bwana Putin, wao walioleta mpango uliopendekezwa na Marekani na katika suluhu ya Ukraine ambayo yamejadiliwa na Marekani waligawanya pointi 27 katika vifurushi vinne na wakapendekeza kuzijadili kando. Putin alisema wawakilishi wa Marekani kwa sasa wanajishughulisha na diplomasia ya usafiri kudumisha mawasiliano na Urusi, Ulaya na Ukraine. Putin alisema, wanafanya nini sasa? Wanadiplomasia wa kuhamahama, wanahamishwa kidiplomasia na watu wa magharibi, alisema rais huyo. Walizungumza na mwakilishi wa Ukraine, kisha wakazungumza na watu wa Ulaya, kisha wakaja kwetu, na kisha wana mkutano mwingine na wa Ukraine na Ulaya, Putin aliongeza akisema kwamba hili haliwezi likaleta suluhu. Labda suluhu hii italetwa kati yetu, Ukraine na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.